anna Allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alituumba na akaturuzuku, lakini hakutuacha hivi hivi. Bal arsala ilaina rasulan, bali Allah alituma kwetu sisi mtume. Na huyu mtume man ata'ahu, yule ambaye faman ata'ahu, yule ambaye atamtii mtume, dakhala aljanna, ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asahu, na yule ambaye atamwasi juu ya yale aliyokuja nayo, dakhala an-nara, ataingia katika moto Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema kwamba taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndiyo sababu ya kumfanya mwanadamu aipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na taa maana yake ni kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo ya Allah. Kwa hiyo mwenye kumtii au mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ataingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, anna Allah la yarda, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aridhi an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, kushirikishwa pamoja naye katika ibada zake na kiumbe chochote. Allah aridhi kushirikishwa katika ibada zake na kiumbe chochote. La malakun, si kwa malaika muqarrabun, aliyekuwa karibu, wala nabii, wala kwa nabii almursal, aliyetumwa. Kwa hiyo la malaka mukarrabun wala nabiyya mursal, si kwa malaika aliyekuwa karibu wala nabii aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aridhiki katika hilo. Hapa tukasema kwamba haifai kwa Muislamu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia malaika, au Muislamu kuomba malaika waweze kumsaidia katika tatizo aliyokuwa nalo, kama vile tunavyoona kwamba watu wanaandika makaratasi yao wakasema bihaqi Israfil wa Mikail wa Israil wa Jibril, kwamba tunahitaji kadha wa kadha. Au watu kusema ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Mola wetu wa kupitia Mustafa, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, fikisha makusudio yetu, fikisha yale tunayohitaji. Haya yote ni katika mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu, ni katika mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu na la mwisho tukasema anna man ata'a ar-rasula, kwamba yule atakayemtii mtume sallallahu alaihi wasallama, wa wahada Allah, na akampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuzu lahu, haifai kwake yeye, muwalatu, kufanya mapenzi na ukaribu, man hadda Allah wa rasula, na yule ambaye anampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Tukasema katika Qur'ani Allah amelizungumza hilo, la tajidu qauman, hautowapata watu, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanamuamini Allah na siku ya mwisho, yuwaduna man hadda Allah wa rasula, yuwaduna man hadda Allah wa rasula, wanafanya mapenzi na yule ambaye anampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Walau kanu abaahum, hata kama baba zao. Tukasema kwamba Abu Ubaida yeye alimuua baba yake wakati ule baba yake anataka kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud. Au abnaahum, au watoto wao. Abu Bakr Siddiqi aliazimia kutaka kumuua mtoto wake katika vita vya Uhud, wakati ule mtoto wake katika safu ya makafiri na washirikina, kutaka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajaslimu. Au ikhwanahum, au ndugu zao. Tukasema Umar bin Khattabi alimuua ndugu yake ambaye yeye alikuwa ni adui, anampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema hapa, walau kana, hata kama hao watu ambao wanampiga vita Allah na mtume wake, aqraba karib, ni watu wa karibu yetu zaidi, awe ni baba awe ni mama, maadamu huyu baba ama mama ama mtoto ama mjomba ama shangazi anampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala, hatufai kuweka mapenzi kwa wao, hatufai kuweka ukaribu kwa wao, kwa sababu hawa ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni maadui wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inapaswa kwetu sisi wawe ni maadui kwetu sisi. Haya ndiyo ambayo ni mambo matatu ambayo ni wajibu, ni lazima kwa Muislamu kuyasoma kwanza, alafu kuyafanyia kazi. Ayasome, ayajue, alafu ayafanyie kazi, kwa sababu akiyasoma, akiyajua, akiacha kuyafanyia kazi, bado hayajamsaidia. Akiyafanyia kazi, itakuwa yamekwenda kumsaidia, na jazaa yake itakuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala.